Karibu KOA TV. Habari gani mwana KOA TV? Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Jina langu ni D wa KOA TV. Karibu kwenye 360 ya KOA TV. Hapa tunaangazia masuala mbalimbali ya kisiasa. Na siku ya tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka 2025 ilikuwa ni siku mahususi kwa nchi ya Urusi, ambapo ilikuwa inaadhimisha siku ya ushindi au siku ya mashujaa. Nikurudishe nyuma kidogo, ilikuwa mwaka 1945 ambapo ilikuwa ndo mwisho wa vita vya kwanza vya dunia, ambapo Urusi iliweza kupata ushindi dhidi ya Nazism, yani Wanazi. Takriban watu milioni 20 wa Soviet waliweza kupoteza maisha katika vita hiyo ya Urusi pamoja na Wanazi. Siku ya jana Mei 9, 2025 ambapo Urusi iliwaalika wakuu mbalimbali wa nchi, akiwemo rais wa China Xi Jinping pamoja na rais wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traore na majenerali mbalimbali kutoka katika nchi ya Korea Kaskazini ambao waliweza kuhudhuria katika hafla hiyo ya siku ya ushindi wa Urusi. Rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore alipata nafasi ya kutoa hotuba wakati wa uvishaji mataji au kutoa maua kwa mashujaa ambao walifariki katika kipindi cha vita ya Urusi dhidi ya Wanazi. Rais wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traore anasema siku hiyo inamkumbusha kama jasiri namba 1 au shujaa namba 1 wa Burkina Faso inatakiwa aongeze jitihada na juhudi kuhakikisha kwamba nchi ya Burkina Faso inapata uhuru wake katika masuala ya kisiasa pamoja na kiuchumi. Lakini rais wa Urusi Vladimir Putin aliweza kuwasisitiza na kuwafariji washirika wake kwamba Urusi itakuwa bega kwa bega kuhakikisha washirika wake wanakuwa salama dhidi ya nchi za magharibi na mabeberu. Ni takribani miaka 80 imepita tangu sherehe hizo zilivyoanza katika nchi ya Urusi, ambapo sherehe hizo zimepata mafanikio makubwa sana kwa kuweza kupata wageni mbalimbali ambao wameweza kuhudhuria katika hafla hizo, zikionekana ni hafla ambazo zimewavutia wengi sana au majukwaa ya watu mbalimbali katika mitandao ya kijamii. Lakini rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore amekuwa ni kivutio kikubwa sana katika sherehe hizo za ushindi wa Urusi, ambapo watu wengi sana wa jamii ya Kiafrika na Asia wamekuwa wakipenda sana kupiga picha na rais huyo wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traore. Lakini Captain Ibrahim Traore ameweza kuwaruhusu waweze kupiga nao picha baadhi ya watu ambao waliweza kuhudhuria katika hafla hiyo, ambapo Urusi ilikuwa inasherekea miaka 80 ya ushindi wa Urusi. Urusi inabakia kwamba ni taifa imara ambalo linaongoza kijeshi na kusambaza silaha katika nchi mbalimbali za Afrika na za Asia, kwa sababu ina teknolojia mbalimbali ambazo zimekuwa zikiwasumbua nchi za magharibi, kwa sababu nchi ya Urusi imekuwa ni msambazaji mkubwa wa silaha katika nchi za Afrika na nchi za Asia, na pia ni msambazaji mkuu wa mafuta katika nchi za Ulaya. Mimi ni D wa KOA TV. Karibu katika masuala ya kisiasa na kipindi chetu cha 360. Kama umependezwa zaidi, unaweza ukasubscribe na turn on notification ili uweze kuwa mwanachama wetu wa KOA TV. Tukisalia hapo katika nchi ya Burkina Faso, Rais Captain Ibrahim Traore ameweza kufanya mapinduzi makubwa sana katika nchi ya Burkina Faso kwa kuanzisha agricultural schemes, yani mashamba ya kilimo ambayo ni ya kisasa kabisa, yanatumia vifaa ambavyo ni wezeshi kabisa katika masuala ya kilimo na kuongeza ukuaji wa sekta ya kilimo katika nchi ya Burkina Faso.
Tukutane wakati ujao katika ulimwengu wa siasa na katika makala au katika kipindi chetu cha 360 ya siasa. Tukutane wakati ujao katika masuala ya kisiasa. Jina langu ni Dio TV. Tukutane wakati ujao. Bye bye.